Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Nitakuomba uweze kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi za habari, na sema karibu. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, usahau kulike, kusubscribe na kusambazia wengine ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Habari zetu mpenzi mtazamaji zitaanzia na huko Uvira ambako daraja kubwa lenye kuunganisha manispa ya Mulongwe na ile ya Kavimvira kwenye barabara namba 5 ya taifa limeanguka ghafla mchana wa siku ya pili ya wiki tunayo, na hivyo kusababisha shughuli zote za usafiri kuzorota kwa kiwango kikubwa. Udhibitisho wa habari hii umetolewa pia na mwanasheria Chako Changbon Ane, ambaye ameonyesha kuwa mji wa Uvira umeshinda katika hali yake isiyo ya kawaida. Leo na saa 8 barabara ama kilalo kinachounganisha komine ya Mulongwe na komine ya Kavimvira mnamo vile ya Uvira, lalo kiko juu ya mtoni Kavimvira, imeanguka chote ndani ya maji, kwa sababu kuna gari ya Astro ambayo imekuwa juu ikiwa na mizigo mizito, hiyo yenyewe inakali na vilo vingi, ndio ilikuwa chanzo ya kilalo hicho kuanguka. Kwa sasa Uvira circulation imekatika kabisa. Umesema kwamba kuna roli ambayo imepita huko juu ya hiyo daraja. Ina maana tangu hiyo daraja ijengwe kulikuwa kujawa roli ya toni kubwa kama hiyo ambayo imepita kwa siku ya leo, au huenda ilikuwa imeshakuwa katika hali mbaya pia? Tangazaji, kilalo kuanguka ni resulta ya roli kubwa kupita kwenye kilalo hiki, sababu kilalo tunaona kwamba kimejengwa wakati ya deviation barabara kilalo vimeanguka 2020 wakati ya mafuriko, na ile ilikuwa tu deviation, maana yake njia tu ya kujisaidia. Sasa ile kilalo ambayo kimewekwa pale ilikuwa ya magari ndogo kupita kwa wakati fulani, lakini ikageuka kilalo cha magari makubwa mazito ya kupita pale na vilo vingi. Kama kilalo kitengenezwa kwa ajili ya 15 ton, lakini inapitisha zaidi ya toni 13-15. Nafikiria kilalo kitaisha namna gani? Ndio maana leo tunashuhudia kwamba Uvira hakuna circulation kwenye barabara ya namba 5. Hiyo ndio chanzo kabambi, lakini kontrole haikuwa kubwa kuhusu matoni ambayo watu wanaweza kutembea nayo hapa kwenye kilalo cha hapa Kavimvira. Ndio maana sisi raia tunakuwa na uaminifu kwamba serikali yetu ya Kinshasa, hata pia ya hapa Bukavu ya gavana Furusi, haijawahi kututupa. Tuna mategemeo makubwa kwamba itafanya kazi kwa faida yetu, itajikaza kutengeneza kilalo kwa muda ambao unaofaa. Upande mwingine ameomba kwa wananchi kuwa watulivu na kuomba pia viongozi kuingilia kati haraka ili kupata suluhu. Utakumbuka kwamba vyombo vitafanya kilalo haviwezi kosekana, ingalao pembezoni pale kuna kilalo ambacho kikubwa kinatengenezewa na hii entreprise kabambi iko tengeneza barabara. Nafikiria nyingine njia mojawapo ya kumaliza haraka kilalo kikubwa ambacho wanakijenga hapa tu pale Kavimvira kwenye kilalo kimeanguka. Nafikiria kwamba wananchi kazi yao ni kukuwa na subira, lakini pia kufanya maplidoyer kwanza leo usiku hadi siku kilalo kitakachotengenezwa. Ni wakati wa depute nationaux wetu ambao Kinshasa kujiunga kwa haraka na raia na masosiete civile, ili kwamba wa viongozi wa Kinshasa watambue kwamba iko besoin ambayo ni ya haraka zaidi. Hata kama wadepute wako wanamalizia session ya mwezi wa 3 ambayo imeisha jana tarehe 15 ya mwezi wa 6 2026, nafikiria kwamba wanaweza buskiledo kidogo ikawa kwa faida sana ya watu wa Uvira. Ni vizuri gavana wa jiji kujiunga na wale wote ambao wanataka kusaidia, na kwa raia tujiunge na viongozi, tulikuwa tuangalia namna gani ya kupata, na kwa viongozi kufanya haraka, sababu njia namba 5 ambayo hiyo tre capital kwa faida ya maendeleo ya vile.
Mtazamaji mpenzi, huko Kilicha ni kwamba shirika la raia eneo la Kilicha ndani ya sekta Nganja limetahadharisha kuhusu maisha duni yanayopitia wakimbizi wafika 7,000 waliokimbia vita maeneo ya Minembwe na Itombwe. Bwana Eninga Msombwa ni mratibu wa shirika jipya la raia pa Kilicha, ameweka wazi changamoto wanazopitia wakimbizi hao ndani, akitaka serikali na mashirika ya kiutu kufanya jitihada za kuwafikishia msaada wa miaji yao. Hapa tunapokea wakimbizi kutoka maeneo ya milima mirefu na mifupi na Itombwe pamoja. Alafu sasa tunafanya hesabu ya wale watu ni 7,959. Alafu tunakosa wazazi wa kutusaidia, watu wanahangaika, wanakosa dawa, wanakosa nafasi za kulala sababu unakuta watu 5 nyumba moja na chakula hakuna. Na maradhi zaidi sana watu wa kumjini wanaona problemu ya milima ni problemu ya malaria, ile inazuru sana mpaka hivi watu wanasumbuka sana ile malaria. Waaji wa hapa hawana nguvu kwa sababu ni wengi, naonekana tunalamike kwenye kuwa anifanye purge iwasaidie sababu watu 5 wanalala nyumba moja na watoto. Naona mwingine ukimpotea nyumba hautakosa kumpatia chakula na utakuwa naye nyumba. Ile kidogo ambao tuko nayo ndio tunasaidiana na wale wa hata chef de group na chef de secteur acha kuwa informé deja na hayafika. Haya yote ambayo nakuzungumzia hapa serikali na yafahamu. Ujumbe wangu ni kutoka kwenye serikali na mashirika fulani ambao wanakuwa na moyo mwema watusaidia. Huko Minembwe ni kwamba mapambano makali yanaendelea mpaka sasa kati ya jeshi la taifa FARDC na waasi wa Twirwaneho tiifu kwa M23 katika eneo la Minembwe. Kulingana na taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba bado mapambano hayo yanaendelea na mpaka sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC alijafaulu bado kuteka kijiji cha Minembwe. Huko Kilembwe ni kwamba shirika la raia pa Kilembwe sekta Lulenge tarafani Fizi imelaani vikali kitendo cha kamanda wa Zalendo Group de Jeunes Bwana Gals kumwandikia mkuu wa sekta hiyo kibarua cha kumtishia maisha, swala ambalo alistahili kabisa na ni vyema kwa viongozi wa ngazi za juu kuingilia kati. Akizungumza na TV yako Bwana Berisumbi Abdul, mkuu kiongozi wa shirika la raia eneo hilo, amesema kuwa kamanda huyo Gals amezorotesha pakubwa hali ya usalama katika eneo hilo. Ni vyema kwa viongozi wa jeshi la FARDC pamoja na kwa wazalendo kuvalia juga swala hilo. Hali hiyo inapaswa leta wasiwasi ndani ya jiji kwa sababu hali kama hiyo jeshi la serikali nalo alitapendelea vitendo kama hivyo, itakuwa vile sawa vile dharau na inaweza leta hali mbaya sana kwa sababu jeshi la serikali nalo lilipata kopi na likarusha kwa uongozi wao. Gisi wanaandika kwenye kibarua chao, wanasema wakati yeye Galze alienda kule Asulu wa kufron huku nyuma kempi yake ya Igombe iliulunguzwa, na kama ilunguzwa lazima raia itengeneze ijenge tena ile kempi. Ndio shabaha tu yenye wao wanaandika mle ndani. Mtu kama huyo muda mrefu hayupo hapa. Lulenge ilikuwa na amani, lakini kuingia kwake tu Lulenge nakosa amani. Masasi zinapigwa ovyo ovyo, kwa kuvunjika walivunjika, wakumia waliumia. Isitoshe anaitwa kurenyoa security anakataa. Isitoshe yeye huyu anaandikia chef de secteur barua kama hiyo. Huyo ana maendeleo aiza na kitu gani? Ni mharibifu, sio mzalendo. Ajui maana ya kukaa kuto mzalendo ni nini. Mtu kama uko groupe de jeunes inamaanisha nini kuwe na kempi? Na huko kwenu ile kempi utailisha kitu gani na utaishi na namna gani? Ndio maana tunapenda tujulishe wakuu viongozi wote wajue hali kama hizo ambazo wakisikia Lulenge kesho kutwa hali haina sawa, wasistuke. Sisi kama vile shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge, vitendo hivyo sio vitendo vizuri kabisa. Kama unatishia chef de secteur usalama, maana kunatishia na raia yote mzima, kwa sababu wakati serikali nayo itarepondre, watakaopoteza ni raia, watakaoumia ni raia. Wamoja kwanza kwenye masasi ambao walipiga mercredi, wamoja wanavunjika miguu, wengine walipoteza. Kumbe ilikuwa ya muhimu sana wakuu viongozi wao wa ile kikundi cha groupe de jeunes wawatulizanishe vijana wao, kwa sababu wasijeleta kasia ndani ya sekta ya Lulenge. Sekta ya Lulenge ni sekta kama sekta zingine, na ni lazima mtu anaitwa mzalendo, mtu anaitwa groupe de jeunes anapaswa kuwa chini ya uongozi ya watawala wa eneo, wami
wa chef de secteur. Lakini kama uheshimu hao watu, utaheshimu nani? Kama una jeshi la kuchunga raia, ukamate safari uende kwenye vita, au viongozi vyao vitume watu wengine ambao watakaa na raia vizuri. Kwingineko ni kwamba kila ifikapo tarehe 14 Juni ya kila mwaka ulimwengu mzima usherehekea sikukuu ya upanaji damu bure, ambao katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi sherehe hiyo imefanyika Jumanne hii ya tarehe 16 Juni 2026 chini ya mara isemayo damu inayolindwa kwa ajili ya wote. Katika mazungumzo nasi, Bialo Kalunga Isdor, mwenyekiti wa shirika la Adobesa mjini Baraka, ameanza kuonyesha sababu za wao kusherehekea sikukuu hiyo. Weko wengi hapa, wapanaji wa damu bure walikuja wengi kuja kupana damu kwa hiari, na vile vile walikuja occasion ya kusherehekea sikukuu yao ya upanaji wa damu bure ulimwenguni kote, ambayo inakuwa na sherekewa kila tariki 14 ya mwezi wa 6 ya kila mwaka. Leo ni tariki 16 ya mwezi wa 6, na sherehe hiyo ilipashika kusherekewa tarehe 14. Kwanza napenda nijulishe kwamba tarehe 14 ilikuwa siku ya Mungu, Jumapili, ambayo nchi yetu ya Kongo na katiba hairuhusu kufanya kazi siku ile. Ndio maana kupitia kitengo cha upanaji wa damu bure na watenda mema wake tuliona isherekewe leo siku ya pili tarehe 16, kusudi ipermettre watu wote washerekee na wafanyakazi wote wafike, sababu kuko pia na wainvite ambao walikuwa. Teme ya mwaka ilikuwa le sang sécurisé pour tous. Ni ile ndio ilikuwa, lakini kila nchi ilikuwa na teme yake. Mkiswahili inamaanisha kwamba damu inayolindwa kwa ajili ya wote. Mwishowe ameomba kwa watu kujiunga na shirika hilo ili kusaidia wengine wanaohitaji kupata damu. Ndiyo, kwanza Adobesa ni kitengo cha wapanaji wa damu wote ulimwenguni. Tunahitaji kuambia wale ambao wanakuwa naona kama upanaji wa damu ni jambo ambayo inatisha, ni jambo ya mauaji, ni jambo ambayo inaweza kuleta madhara ndani ya mwili wa mtu. Napenda kuambia kwamba katika upanaji wa damu hakuna madhara yoyote, na ni watu wote ndio wanahitajika kwa upanaji wa damu. Kumbe watu wote waje wajiunge katika kitengo cha upanaji wa damu Adobesa, kusudi waendelee kupana damu ili kuweza kuokoa maisha ya ndugu zetu ambao wanatatizika juu ya upungufu wa damu kila mara. Condition ya kujiunga ndani ya gundi letu la wapanaji wa damu, kitengo cha wapanaji wa damu, ni kujisikia kwanza kusaidia watu, kuponyesha uhai wa watu kupitia damu yako. Ya pili ni kujitolea kutoa damu kwa hiari. Unakuja unasema kwamba mimi nakuja pana damu kwa hiari. Unapotoa hiyo damu kwa hiari, hapo uko tayari mwanamemba wa Adobesa, na hapo utaorozeshwa na utashughulikiwa kupitia sheria ya upanaji wa damu. Ndiyo, gundi ya Adobesa ni kwa ajili ya watu wote, wanawake kama vile wanaume, sababu kuna sheria pia ya upanaji wa damu. Kwa wanawake, mwaka mmoja wanawake wanapana mara 3. Baada ya miezi 4 anakuja anapana damu kwenye chumba letu la maabara. Na mwanaume ni mara 4. Kisha miezi 3 mwanaume anakuja anapana damu kwenye chumba letu la maabara. Unapojisikia unaeneza miaka 17, hapo uko tayari mtu ambaye anastahili kupana damu, uwe mwanamke uwe mwanaume. Huko Burundi ni kwamba bunge la Burundi limepitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yenye thamani ya zaidi ya faranga za Burundi trilioni 6.2, takriban dola za Marekani bilioni 2.2, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uchumi na kuongeza uwekezaji katika sekta ya maendeleo. Burundi na mkaribisha Bukuru Elias Daniel. Ubaho abashinga amateka muri iteka dutoye intego y'ibwirizwa 100%. Bunge la Burundi limeidhinisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 inayokadiriwa kufikia zaidi ya faranga za Burundi trilioni 6.2 sawa na takriban dola za Marekani bilioni 2.2.
Bajeti hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuongeza mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa taifa kujitegemea kifedha, huku ikitekeleza mikakati madhubuti ya kukabiliana na ukwepaji wa kodi. Kwa mujibu wa serikali, vipaumbele vikuu vya bajeti hiyo ni pamoja na kuimarisha ukusanyaji wa mapato kupitia mamlaka ya mapato OBR na kuboresha mifumo ya usimamizi wa kodi. Waziri wa fedha wa Burundi Alain Ndikumana alisema kuwa bajeti hiyo ilipangwa kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali, viongozi kutoka sekta mbalimbali tofauti na miaka nyuma ambapo bajeti ilikuwa inapangwa na Wizara ya Fedha. Si vya bindi nabisubiyemo bijeri yo muri finance gusa. Hii ni tofauti na bajeti zilizopita ambazo zilikuwa zinapangwa na Wizara ya Fedha. Kwa sasa mnaona kama tumeshirikiana na watu mbalimbali, sekta binafsi, viongozi hadi ngazi za wilaya, madhehebu, wadau wa Burundi katika maendeleo, ili tuwe na maamuzi sahihi kuhusu mambo ambayo yanaweza kufanyika. Na mgawanyo wa fedha ulifanyika kwa kuzisikiliza pande zote. Kwa twumvirije abantu bose. Serikali inaeleza kwa ongezeko la bajeti inalenga kusaidia utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuboresha huduma za umma, kuongeza uwezo wa taifa wa kugharamia mahitaji yake kupitia mapato ya ndani. Licha kupitishwa kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, uchumi wa Burundi unaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazoweza kuathiri utekelezaji wa mipango ya serikali. Wataalamu wa uchumi wanakadiria kwa ukuaji wa uchumi wa nchi unaweza kufikia karibu 3.9%, lakini bado kuna changamoto za uhaba wa fedha za kigeni, mfumuko wa bei na shinikizo kwenye uwezo wa wananchi kumudu gharama za maisha. Katika sekta ya fedha za umma, serikali inaendelea kukabiliana na changamoto zinazohusiana na misamaha ya kodi ambayo haijadhibitiwa kikamilifu, pamoja na athari za uhaba wa mafuta ulioshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni, hali ambayo imeathiri shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii nchini Burundi. Hata hivyo, serikali imeeleza kwa hatua mbalimbali zimeweka ili kuongeza mapato ya ndani, kuimarisha usimamizi wa kodi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi ili kuhakikisha malengo ya bajeti mpya yanafikiwa. Mtazamaji mpenzi, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho na kutupa muda wako. Fizi News 24 ni hii, tunakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi ni Safari Almas. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.